Leo nimerudi kutoka kazini, nafika hapa nakuta watu mmevaa kofia. Hizi kofia nimezoea kuona wanawake wanavaa. Labda maeneo ambayo unakuwa labda kuna bakeries na sehemu wanaandaa vyakula, nimeona hizi wakivaa. Nyinyi hizi kofia mmezitoa wapi na kwa nini mmevaa? Hizi kofia tumezitoa kule Baextra. Maana ilikopo Jumatano, sasa tunaambia kuna school trip tunaenda kwenye Baextra food product. Sasa tulipofika kule ndio kuna mfanyakazi wa hicho kiwanda akatupa hizo kofia kwa ajili ya kufunika nywele zetu. Tumevaa hizo kofia kwa sababu kwa mfano mtu anajikuna afu nywele ikatoka ikaenda kwenye chakula, kinywaji au chochote. Kitu kingine nilichojifunza kule ni kwamba kuna mashine fulani hivi wakiwa wanataka kutengenezea juisi za flavor mbalimbali. Kuna tanki hilo tanki kubwa ambalo kitu cha kwanza wanachukua matunda yanaoshwa kutumia mashine zao kwa mashine fulani, alafu akimaliza wanaziweka kwenye hiyo mashine ipo, yani ni tanki kubwa ipo kama blender. Ile juisi inasagwa, ikimaliza ndio inaenda kwenye system nyingine kwa ajili ya kujitengeneza juisi. Tulijifunza jinsi wanavyopaki juisi, jinsi wanavyotengeneza na ice cream pia. Tulipewa juisi, boksi moja ya juisi na packet moja ya ice cream. Hivyo vitu tulivyopewa tuliambiwa tule humo ndani, tutaki kutoka navyo. Mara kadhaa nimekuwa nikiwafundisha masuala ya ujasiriamali, kuweza kujifanyia biashara ambazo za kujipatia senti 2-3 na kujitegemea. Sasa niambie, umejifunza nini juu ya products za viwandani kwenye masuala mazima ya biashara na ujasiriamali? Kwangu mimi nilichojifunza, kwanza hii juice nyumbani hapa tunavyotengeneza kuna flavors nyingine ambazo hatuna. Kwa kiwandani tumia kama chemical. Sisi hatuwezi kupata hizo chemical. Labda tukiachana na chemical, makeze chemical za kuzuia labda visiharibike hizo juice na vyakula kama hivyo. Lakini zile flavors je, tukizipata tunaweza kutengeneza? Kwa mfano, mkitengeneza juice hapa kuna flavor kadhaa mnaziweka. Flavor gani kwa mfano? Vanilla. Thank you. Kwangu mimi nitakushauri cha kwanza ile product ikiwa unaitengeneza vile, cha kwanza inaongeza faida katika familia. Kunakuta hata ile faida ambayo unayotengeneza na kupeleka dukani inauzwa, huku wewe una faida nyingine. Kwa hiyo ukijumlisha ile faida unapata faida kubwa sana. Nashauri siku tukija kuwa na kampani kubwa ya kutengeneza juisi, kwa mfano kiwanda tunatengeneza juisi tu, tunauza, afu nyumbani tunakuwa tunapata. Okay. Tunaingiza hela vizuri. Kwa hiyo tunamwambia nini mwalimu? Maana kuna walimu walioandalia trip. Mnawaambia nini walimu ambao waliandaa trip? Tunawaambia asante kwa trip hiyo mlizotuandalia na tumejifunza mengi sana. Sasa hivi tunataka watupeleke kule wapi, Mwandege kule kwenye hii Baextra food product. Kuna mambo mengine walisema watatuonesha, lakini hapo walikuwa hawezi kutengeneza kwa kiwanda kingine kule. Sawa basi. Haya, niwatakie usiku mwema. Asante.